ndani ya Qur'an katika suratul Hashr aya 9 anasema walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ila akhir al-aya. Mwenyezi Mungu alikuwa anaelezea tukio la Waislamu waliohama kutoka Makka kuhamia katika mji wa Madina. Namna gani wale ambao waliokuwa wenyeji wa mji wa Madina waliwapenda ndugu zao waliotoka Makka kuhamia katika mji wa Madina. Mapenzi ambayo yalipelekea mpaka kuwapa vitu vyao vya thamani walivyokuwa navyo. Mapenzi ambayo yalipelekea kujinyima wao wenyewe kuwapa ndugu zao waliotoka Makka kuhamia katika mji wa Madina. Mwenyezi Mungu anasema yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Hawakuona dhiki kwa ndugu zao waliotoka Makka kuhamia katika mji wa Madina, wakawapokea, wakawapenda na wakawakirimu na wakawapa vile vichache walivyokuwa navyo ndugu zao waliokuwa wanaishi katika mji wa Madina. Madina kulikuwa na makabila takriban matatu ya Kiyahudi. Kulikuwa na kabila laitwa Banu Nadhiri, kulikuwa na kabila laitwa Banu Kainuqa, na kulikuwa na kabila laitwa Banu Quraidha. Makabila haya matatu yalikuwa ni makabila ya Kiyahudi ambayo yalishika uchumi, yaliushika mji wa Madina, walikuwa ndio wanaendesha kila kitu katika mji wa Madina. Lakini wenyeji na wazawa katika mji wa Madina yalikuwa ni makabila mawili, walikuwa ni Ausi na Khazraj. Haya yalikuwa makabila mawili, wenyeji na wazawa wa mji wa Madina. Lakini ajabu ni kwamba yale makabila ya Kiyahudi ambao walikuwa ni wageni, hawakuwa na uchumi, walikuwa ndio wana uchumi na walikuwa ndio wanaendesha kila kitu katika mji wa Madina, hali ya kuwa wao walikuwa ni wageni. Wale wenyeji wa mji wa Madina ambao ni Ausi na Khazraj, maisha yao yalikuwa ni magumu na dhiki ya hali ya juu. Lakini kikubwa alichokuwa anakifanya Myahudi katika mji wa Madina, alikuwa na falsafa yake moja, ilikuwa inaitwa farriq tasud, divide and rule, wagawe uwatawale. Mayahudi walichokuwa wanakifanya, walikuwa wanawagombanisha wale Ausi na Khazraj wasiwe kitu kimoja. Kwenye historia kuna siku inaitwa Yaumu Bu'ath, siku ambayo Ausi na Khazraj walipigana wakauana sana. Kama unavyosoma kwenye historia 1994 Rwanda genocide, mauaji ya kimbari ya Rwanda kati ya Wahutu na Watusi waliuana sana. Siku hiyo pia ilitokea baina ya Ausi na Khazraj waliuana sana. Kwa hiyo Mayahudi walikuwa wakiitumia siku hii kuwachonganisha. Wanakwenda kwa Ausi wanamwambia, unajua siku ile wenzenu wanajigamba waliwapiga sana. Wakitoka hapo wanakwenda kwa Khazraj, wanakwenda wanawaambia, unajua kule Ausi wanajigamba wanasema waliwapiga sana. Wale wakichonganishwa wanaingia vitani, wanagombana wenyewe kwa wenyewe. Wale Mayahudi wakawa wana uchumi, wakawa wanafanya maendeleo katika mji wa Madina. Mwisho wa siku wenyeji wa mji wa Madina wakawa dhoful hali. Lakini alipokuja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akawaunganisha wale wenyeji wa Madina baina ya Ausi na Khazraj, akawafanya lao liwe moja, wakaelewana. Walipoelewana wakapendana, wakaridhiana, wakaanza kuishi pamoja kwa upendo. Walipoishi pamoja, walipokuja ndugu zao kutoka Makka, ikawa ni wepesi kuweza kuwapokea na kuwasaidia. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema yuhibbuna man hajara ilaihim, waliwapenda wale ndugu zao waliotoka Makka kuhamia katika mji wa Madina. Isingewezekana yale mapenzi ya kuwapenda ndugu zao ikiwa wao wenyewe pale katika mji wa Madina Ausi na Khazraj kama wangekuwa hawaelewani. Kwa hiyo Mtume alichokifanya, akawapatanisha lao likawa moja. Baada ya kuwapatanisha lao kuwa moja, wakawapenda ndugu zao waliotoka Makka kuhamia Madina. Mtume akawaunganisha udugu. Historia inasema akha baina almuhajirin wal ansar,
Mtume akawaunganisha waliotoka Makka na Madina, lao likawa moja, wakapendana. Akamchukua mwenyeji wa Madina na yule aliyetoka Makka akamwambia, kuanzia leo wewe ndugu yako atakuwa fulani. Mfano rahisi ni Abdurrahman bin Auf, alikuwa ni mtu aliyetoka Makka. Alipohamia katika mji wa Madina, akawa amepatikana mtu mmoja aliyekuwa akiitwa Saad ibn Rabi'. Mtume akamuunganisha naye udugu, akamwambia, kuanzia leo Abdurrahman bin Auf ndugu yako atakuwa Saad ibn Rabi'. Saad ibn Rabi' kwa mapenzi na huruma aliyokuwa nayo kwa ndugu yake Abdurrahman bin Auf akamwambia, mimi nina mashamba katika mji wa Madina, mimi nina wake hapa katika mji wa Madina, chagua katika wake zangu nimpe talaka mmoja akaenda umuoe. Chagua katika mashamba yangu hapa, unataka shamba gani nikupe ufanye maisha? Lakini Abdurrahman akamwambia, hal min suqin fihi tijaratun, je, kuna mahala popote hapa kuna soko ambalo kuna biashara naweza kwenda kufanya? Abdurrahman bin Auf akaingia sokoni kwenda kufanya biashara, lakini ndugu yake Saad ibn Rabi' kwa kumkirimu na kwa mapenzi alimpa uhuru achague katika mali yake anayoitaka ili aweze kufanya maisha katika mji wa Makka. Nini makusudio ya kueleza historia hii fupi? Nikae chini. Ndugu zangu, Waislamu hawawezi kupiga hatua, taifa haliwezi kupiga hatua bila ya watu kuwa kitu kimoja, na ndio kazi aloanza kuifanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maendeleo ya Waislamu hayawezi kupatikana bila ya Waislamu kuwa kitu kimoja. Mtume kwanza aliwaunganisha. Baada ya kuwaunganisha, ndiyo Mtume akaenda akajenga soko laitwa suku Munakha, kwa sababu Mayahudi walikuwa na soko lao laitwa suku Banu Qainuqa. Lilikuwa ni soko la Mayahudi, walikuwa wanatoza kodi mule, wanafanya wanavyotaka. Lakini Mtume kwanza akawaunganisha Waislamu wakawa kitu kimoja. Walipokuwa kitu kimoja wakapendana, kisha Mtume akaenda akatengeneza uchumi, kwa sababu tayari amewaunganisha Waislamu, lao limekuwa moja. Waislamu hawawezi kupiga hatua ya kimaendeleo, ni lazima wakubali kushirikiana na kupendana na kuungana. Taifa haliwezi kupiga hatua, ni lazima taifa liwe kitu kimoja. Ndio maana Mheshimiwa Mufti alipoingia katika uongozi wake, jambo la kwanza ilikuwa ni kuhakikisha Waislamu wanakuwa kitu kimoja katika nchi hii. Akaunganisha taasisi zote, yale makando kando akayaondosha, watu wakawa kitu kimoja, Waislamu wakawa na izza. Ndio maana hata juzi ilipotokea fitna katika nchi yetu, Mheshimiwa Mufti alisimama mstari wa mbele kuwaunganisha Waislamu, lao likawa ni moja, kauli yetu ikawa ni moja. Hayakutokea katika nchi yetu kwa sababu Waislamu waliungana, kauli yao ilikuwa ni moja. Walitokea tu baadhi ya watu wachache minal munafiqina ambao hawakosekani katika Uislamu, wakawa wanajaribu kutuchonganisha, na mpaka sasa wapo katika sisi Waislamu wanajaribu kutuvuruga na kutugombanisha. Lengo Waislamu tuwe lumwage, nitumie kisaramu kidogo samani. Lengo Waislamu tuwe lumwage, yani maana yake tusielewane. Tusipoelewana maana yake Waislamu tutashindwa kuungana. Tukishindwa kuungana maana yake Waislamu letu litakuwa sio kitu kimoja. Lakini Mheshimiwa Mufti aliweza kutuunganisha. Leo mnaona Uislamu unapiga hatua mbalimbali katika nchi yetu. Lakini slogan ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama ndiyo slogan aliyoingia nayo rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. mama yetu Samia Suluhu Hassan. Alipoingia yeye alikuja na fawara. Kuna kitu kinaitwa fawara. Kwenye fawara, kitu cha kwanza kuna kitu kinaitwa reconciliation, maridhiano. Aliikuta nchi ipo lumwage, watu hawaelewani. Kama alivyoingia Mufti, alikuta kuna mapote, lakini mama kitu cha kwanza alichokifanya reconciliation, maridhiano. Tukae chini tuongee wapi kuna mapungufu tuweze kuijenga nchi yetu. Niliwahi kusoma kitabu kimoja, Mheshimiwa Mufti aliandika mtu mmoja, kile kitabu kinaitwa Right or Wrong, This is my country. Yani iwe nzuri au iwe mbaya, hii ndio nchi yangu. Na rais alipoingia akasema tumetoka kwenye kipindi kigumu,
watu wapo lumwage. Kuna watu walikimbia nchi miaka 6 iliyopita, kuna watu walikimbia nchi katika nchi hii. Kuna watu walihama, kuna watu walifungiwa akaunti zao. Mheshimiwa Mufti mama akaingia akawaunganisha Watanzania, lao likawa moja. Ndugu zangu Waislamu, kikubwa katika Uislamu tuungane, tupendane, tushirikiane, tutaweza kuwa na maendeleo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.